Ndugu zangu wa Tanzania, leo nilikuwa na tafakuri kubwa sana juu ya mustakabali wa nchi yetu, kwamba kwa nini nchi yetu leo unaona kuna friction za hapa na pale, viongozi na wananchi wanajaribu kuvutana kwa hapa na pale. Nikaanza kuwaza ni kwamba sisi nchi yetu ni nchi ya kijamaa. Sasa tumekaribisha ubepari ndani ya ujamaa. Sasa ukikaribisha ubepari ndani ya ujamaa, ujue na hakika kwamba matokeo yake yatakuwa na mgongano mkubwa sana wa kimaslahi, kwa sababu principally bepari yoyote yeye anachoamini kwamba amiliki kila kitu yeye, huyo ndio bepari. Lakini mjamaa yeye anaamini kwamba kila kitu tukitumie kwa mujibu wa watu wote. Na ndio maana hata ukisoma katiba yetu hii, ibara ya 3 inasema kwamba Jamhuri ya Muungano ni nchi ya kidemokrasia na ya kijamaa isiyokuwa na dini, yenye kufuata mfumo wa vyama vingi vya siasa. Unajua maana yake ni nini? Maana yake rasilimali zote za nchi, na ndio maana ukisoma katika ibara inayofuata, rasilimali zote za nchi zitatumika kwa ajili ya wananchi wote. Sasa hiyo ni nchi ya nini? Ya kijamaa. Sasa ukiwa na nchi ya kijamaa halafu kawa na mchanganyiko wa kibepari, yani mle kuna viongozi mabepari, mle kuna wafanyabiashara wakubwa, uwe na hakika kwamba mchanganyiko kama huu lazima utatokea. Kuna wengine wataumia zaidi, kuna wengine wale watafaidika zaidi, na wale watakaoumia zaidi ni wajamaa. Wewe mjamaa utaumia, kwa sababu wewe mjamaa unaamini kwamba kila kitu ni cha wote, wakati mbepari yeye anaamini kwamba kila kitu ni chake, si ndio? Mathalani nakupa mifano kama 7. Nitaanza kuongelea katika sekta mbalimbali. Mathalani nazungumzia mfano kama sekta ya viwanda, si ndio? Sekta ya viwanda katika nchi yetu, tuna viwanda sisi. Tuna mfano kama tuna viwanda vya nguo. Pale EPZ tunazalisha nguo zile jeans tunauza nje ya nchi, za kuuza nje ya nchi tu. Lakini cha ajabu, hicho kiwanda hakina uwezo wa kuzalisha nini? Wa kuzalisha combat za jeshi, combat za majeshi yetu. Kwa nini? Combat zile hatuzizalishi pale, hatuzalishi ndani ya nchi, badala yake tunanunua nje. Kwa nini? Nani anayepewa tenda ya kununua combat? Sasa ndio tunaingia sasa kwenye ule mfumo wa kibepari, kwa maana kwamba ubepari ni kwamba hamwezi mkatumia vitu vyenu wananchi kwa ajili yenu nyinyi, badala yake anakuwepo mtu mmoja au kundi dogo la watu linalo kamata eneo kama lile, la kusupply vitu kama hivyo, kombati, vifaa vya jeshi vya majeshi yetu na vitu kama hivyo. Anakuwepo mtu mmoja, wakati nchi tuna JKT wangepewa, yani kitengo kabisa cha jeshi, wangepewa kiwanda. Wao wanazalisha nini? Wao wanazalisha nguo. Hata zile combat za jeshi zinazalishwa na nini? Na jeshi na JKT. Inawezekana, lakini haiwezekani, kwa sababu tutakula wapi sisi mabepari? Tutakula wapi? Sijui unaelewa vizuri. Kwa hiyo ndio hivyo. Kwa mfano kule Moshi kule tuna kiwanda cha kutengeneza buti, viatu vya ngozi, buti. Lakini cha ajabu, unaweza ukashangaa, buti za majeshi yetu zinaagizwa kutoka nje. Kwa nini? Tunashinda kununua pale kutoka kwenye kiwanda kile cha karanga pale Moshi, kiwanda cha magereza, tunanunua nje. Kwa sababu gani?
anayepewa tenda ya kununua ni nani unajua? Watanzania. Ndio mambo hayo. Ndio hivyo. Lakini cha ajabu unaweza kujikuta tena tunaagiza mbolea, lakini tuna viwanda vya mbolea zinazozalisha mbolea. Unaweza kaona ni kwa sababu gani? Anayetoa kibali cha kuagiza mbolea ni nani? Unaweza kaona tuko kwenye nchi inayoamini ujamaa, lakini watu wake wanaamini ubepari na viongozi wake wanaamini ubepari. Huo ndo mgogoro unapoanzia. Lakini vile vile unaweza kujikuta tunaagiza viuatilifu kutoka nje. Viuatilifu wakati tunazalisha pale Kibaha tunaagiza kutoka nje. Nani anayetoa kibali cha kuagiza? Ni wale. Umeelewa vizuri? Tunaweza kujikuta tunaagiza chanjo kutoka nje wakati chanjo zinazalisha pale Kibaha. Umeelewa vizuri? Huo ndio mgogoro wenyewe. Sasa hapo nilikuwa najaribu kuzungumzia swala zima la sekta ya kiwanda. Lakini nenda kwenye sekta nyingine mfano kama sekta ya ujenzi. Sasa sekta ya ujenzi sisi tuna kampuni inaitwa JKT kwa mfano, ile kitengo ambacho kile kitengo kina wataalamu wote wa ujenzi. Lakini cha ajabu hatuwezi kuwapa wale watu wajenge barabara zetu, si ndio, na madaraja yetu. Badala yake tunawaita wa China au tunawaita watu wengine kutoka nje kwa sababu watatupa 10% labda viongozi, tutapewa 10% na nini, maisha yaende. Kwa sababu tukiwapa JKT wale JKT wenyewe ni wazalendo, watajiri watu wao, watajiri wananchi wa nchi. Kwa hiyo maana rasilimali za nchi zitabaki ndani ya nchi, faida zote zitakazopatikana zitajengwa kwa wananchi, tutagawana. Sasa hatutaki huo mfumo, tunataka mfumo wa kibepari. Tule sisi wachache, wengine wengi waendelee kusuffocate. Huo ndio mchanganyiko ulioko katika katiba yetu. Tunaamini katika ujamaa, lakini tunaishi katika ubepari. Umeelewa vizuri? Lakini vile vile nenda tu kwenye mfano kama sekta nyingine ya kilimo. Sekta ya kilimo tunaagiza kwa mfano mbegu, tunaagiza kutoka nje. Badala ya kutengeneza watu wetu vijana tukawawezesha wananchi wetu wakalima mbegu, ili kusudi mbegu zenyewe ziwe za bei ya chini, tuwape watu wananchi, kila mmoja alime kitalu chake, alime mbegu, ili mbegu zipatikane kwa wingi na kwa usalama zaidi. Lakini hatuwezi kufanya hivyo kwa sababu tunaamini kwamba tukifanya hivyo tutakosa 10%, inabidi tuagize kutoka nje. Umeelewa vizuri? Nenda kwenye sukari. Swala zima la sukari. Unakumbuka? Sukari mnakumbuka sakata la sukari? Tuliagiza sukari wakati tuna viwanda, tuna wananchi wanaolima sukari ambao tukiwawezesha tukawapa empowerment, wanaweza wakalima na swala zima la tatizo la sukari likapotea katika nchi. Lakini tutakula wapi sisi? Sisi tutakula wapi? Kwa sababu tuko kwenye nchi ya ujamaa, lakini tunaishi kibepari. Lazima tuishi kibepari na ubepari, lazima tuishi. Tutengeneze mazingira ili kusudi tuendelee sisi wachache tuendelee kunemeneka. Umeelewa vizuri? Nenda kwenye swala zima la mbolea. Katika nchi tuna viwanda vinavyozalisha mbolea nyingi za kutosha, na matirio ya kuzalisha mbolea yako nyingi ya kutosha, lakini tunaagiza kutoka nje asilimia nyingi tu. Mabilioni zaidi ya 900 yanatumika kwa ajili ya kuagiza mbolea. Kwa nini? Kwa sababu katika zile bilioni 900 na sisi tutapatamo, sisi mabepari tutapatamo kidogo. Ndio akili ya ubepari ndani ya ujamaa. Lakini vile vile tunaagiza mchele. Mfano kama mwaka jana tuliagiza mfano kama kuna michele inaitwa Summer Gold. Mchele hiyo Summer Gold si ilitokea wapi? Si Bangladesh, si wapi? Tuliipata, tukaipokea, tukaitumia. Wakati tuna uwezo wa kuzalisha mchele mwingi tu katika nchi na tukauza nje ya nchi, lakini tukaununua tena kutoka nje. Umeelewa vizuri? Nani anayeagiza mchele? Anayetoa kibali cha kuingiza mchele ni nani? Ndio mambo hayo. Kwa mfano mwingine tena tunaagiza vitu vingi tu, viuatilifu, mafuta ya kula,
ambao tuna uwezo wa kulima michikichi, tukaweza kulima tukalima alizeti, tukalima karanga, zikazalisha mafuta mengi, tena ya upamba, tukazalisha mafuta mengi ya pamba, ya michikichi, ya nini, mazuri kwa ajili ya afya za Watanzania. Umeelewa? Lakini hatuwezi kufanya hivyo kwa sababu gani? Kwa sababu tuko kwenye nchi inayoamini ya ujamaa, lakini inayoamini ubepari. Kwa hiyo msishangae wananchi, msipige kelele, nyamazeni. Ndio hivyo, ndio nchi yetu iko hivyo. Sasa nenda kwenye swala zima la mfano kama la usafirishaji. Swala zima la usafirishaji usafirishaji, si ndio? Si usafirishaji? Mnaujua usafirishaji? Makampuni mengi ya usafirishaji ndani ya nchi yanamilikiwa na wageni. Kwa nini? Tuko kwenye nchi ya ujamaa, lakini inayoamini yani ya nchi ya ujamaa inayoamini ubepari. Inaamini ubepari. Lakini hebu angalia mfano kama BRT. BRT sasa anapewa mgeni tena. Sisi hatuwezi tena kufanyaje? Cooperate. Wakati tuna watu matajiri tu wazuri ndani ya nchi ambao wanaweza waka provide service ya kutoa huduma kwa wananchi kama hizi mwendo kasi na nini, vitu kama hivyo. Hatuwezi kwa sababu tuko kwenye nchi ya ujamaa inayoamini ubepari. Ndio maana tutateseka sisi Watanzania kuwaza, ila ni ukweli kwamba tuko kwenye nchi ya ujamaa inayoamini ubepari. Lakini nenda mfano kama swala zima, mfano kama la bandari ile DP, bandari pale, bandari ile ni lango, ile ni usalama wa nchi. Badala tungewapa jeshi la wananchi kama raia wa nchi. Wale TPA wameshinda cooperate, tungewapa jeshi la wananchi. Wapeni jeshi la wananchi, kaeni pale. Lakini hatuwezi kuwapa jeshi la wananchi kwa sababu wale ni wananchi. Watatukaba, hatutapata 10% zetu. Tuwafukuze TPA, tuwape DP World ili sisi tupate po. Tumfukuze yule nani yule Tixi. Tumpe Aden Group ili sisi mambo yetu yaende, tutapata 10% pale. Tuko kwenye nchi ya ujamaa inayoamini ubepari. Kwa hiyo msishangae wananchi, mambo kama haya yanayoendelea haya ni kawaida. Kwa sababu unapopiga kelele unajaribu kama kumzuia mbepari aendelee kunyonya. Wewe mjamaa unataka upambane ni kusudi nchi rasilimali ziwe za wote. Mwenzio anakuambia hizi rasilimali zinatakiwa ziwe za wachache. Lazima utaumia wewe mjamaa. Unabidi unyamaze. Nenda kwenye nishati kwa mfano, nishati. Pale bandarini pale kuna Magufuli alienda kipindi fulani na waziri mkuu by the way Majaliwa, akakuta flow meter ilifungwa, haijafanya miaka 6. Niambieni leo hiyo flow meter inafanya kazi? Flow meter zile za tujue kwamba tumeingiza mafuta kiasi gani katika nchi, inafanya kazi? Kwa nini haifanyi kazi? Tuko kwenye nchi ya ujamaa inayoamini ubepari. Mchanganyiko huu hamuwezi mkaishi mkawa na amani hata siku moja, hata siku hii, kwa sababu mnakuwa na watu wa aina mbili wanaowaza tofauti kabisa, contrary. Mwingine anawaza mali ni kwa ajili ya wananchi, mwingine anawaza mali ni kwa ajili yake yeye na familia yake. Unafikiri mtaenda? Ni ngumu, mtauana tu. Mtamalizana. Na atakaye kuwa victim zaidi ni mjamaa, kwa sababu mjamaa yeye anaamini mali yote ni ya watu wote. Angalia tu mfano mwingine ambao ni very tricky. Bando za simu. Leo bando za simu zimeunganishwa. Kwa hiyo ina maana kwamba zamani kulikuwa na competition kidogo. Sasa ile competition imeuawa, halafu wale sasa mabepari wakatangaza kwamba bando ziwe juu. Si ndio? Zamani 2021 mpaka 2021. Na kueleza ukweli, ukiwa 1000 ulikuwa unanunua bando GB 3 mpaka 4. Leo GB ili upate GB 3 unahitaji shilingi 10,000. Tuko kwenye nchi ya ujamaa inayoamini ubepari. Leo hata zile transaction tu za kibenki za kutoka makato ni makubwa. Kwa nini? Tuko kwenye nchi ya kijamaa inayoamini ubepari, kwa sababu
wanajua kwamba tukiwapa na lili incentive watu wananchi wote hawa watakuwa wataenjoy keki ya nchi. Kwa hiyo tuwakandamize ili kusudi tuendelee kunengeleka sisi. Tuwafanye wao maskini